Yes. Kama nyingine tena, welcome Sengo Linki. Katika hii video hapa tutakuja kuangalia namna gani ya kutafuta GPA. Walimu wengi au watu wengi walikuwa wanatamani sana kujifunza ni namna gani ya kutafuta GPA. Hapa tutakuwa na video 3. Tutakuwa na video ya kwanza ambayo itafundisha GPA za kutafuta GPA ya mwanafunzi, video ya pili kutafuta GPA ya somo, na video ya tatu itakuwa ni kutafuta GPA ya shule. Tunaweza kusema shule au darasa ni sawa tu. Sasa katika video hii tutatumia njia mbili hivi au tatu. Lakini katika video hii nitaeleza tu njia moja ambayo ni rahisi tu, hata wewe mwenyewe una uwezo ukaitumia. Lakini kama mara yako ya kwanza unafuatia channel yetu hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata video zetu kipindi tunavyo upload. Na tuna video nyingi hapo, kuna zipo za mafunzo ya Excel, pia tunatengeneza mifumo ya matokeo ya shule, kama una ya chuo, kama una yoyote tu, ili mradi wewe mwenyewe unahitaji vitu gani vipi katika mfumo wako, pia tunakutengenezea. Kwa hiyo hapa tutaanza na kutafuta GPA ya mwanafunzi. Tutafuta GPA ya mwanafunzi na tutafuata procedure zifuatazo. Cha kwanza tunabidi tujue hivi vitu viwili ambavyo tunasema ni vya muhimu sana, au vitu vitatu. Cha kwanza kuna kutafuta GPA, inabidi sisi tujue kwamba range za GPA zetu sisi zinaanzia wapi mpaka wapi, ili iwe rahisi kwa sisi calculate hizo GPA zetu. Na cha pili inabidi tujue pointi. Kwa hapa tutaanza kuelezea pointi, alafu tutafutia tu hapa kwenye hii sheet. Kwa hapa sisi tutatumia grade kwenye kutafuta GPA hii ya mwanafunzi. Kwa tutatumia grade hapa. Kwa hapa tutaandika zile grade zetu according to NECTA na pointi zake hapa. Na pointi zake. Grade hapa sisi tuna grade A, tuna grade B, tuna grade C, tuna grade D, tuna grade F. Hii kwa mwanafunzi wa level. Lakini kwa mwanafunzi wa advance, hapa tuandike advance. Hapa advance. Advance tuna A, tuna B, tuna C, D, E, tuna S, alafu tuna F. Pointi zake ni kama zifuatazo. Tuna moja hapa, mbili. Ngoja tu scroll hapa kwenda chini ili twende haraka. Mpaka hapo tunakuwa na 5, lakini kwa advance tuna moja hapo, inakuwa mpaka 7 hapo. Mpaka 7. Kama unavyoona hivyo hapo. Kwa hizi ndio grade zetu na pointi zetu kwa level na kwa advance. Sasa hizi ndio zitatusaidia sisi kutafuta GPA ya mwanafunzi. Kwa hapa ngoja tuweke hivi. Sasa kuna formula tu nyingi za kutafuta GPA ya mwanafunzi, lakini mimi nitakuelekeza formula kama 2 au sio moja. Sasa mfano tuna mwanafunzi wetu huyu, ngoja tuandike labda hapa student name hapa. Huyu ndo mwanafunzi wetu ambaye nitajiandika mimi mwenyewe. Huyu ndo mwanafunzi wetu. Lakini mwanafunzi wetu huyu bwana, hapa tuweke labda jinsia yake wa kiume huyu. Hapa juu sasa tuandike masomo, yani tuweke masomo. Tuchukulie mfano yupo form 3. Kwa atakuwa na civics, atakuwa na Kiswahili, history hapa, atakuwa na geography, atakuwa na let's say English, atakuwa na English hapa,
alafu watakuwa na English, biology hapa, alafu 1 2 3 4 5 6, alafu math. Sasa huyu tumwekee labda let's say yeye anasoma physical education, yeye anasoma option, yeye ni arts ila anasoma option ya physical education. Kwa hiyo ana masomo yake hayo hapo, masomo 8. Sasa hizi hapa ngoja tuzigeuze hizi ili yetu ionekane vizuri, alafu baada hapo tupunguze hizi tuweke 4. Napenda kuweka 4 tu. Aya, sasa hapa sasa ndio matokeo yetu yalivyo. Sasa hapa tutaweka max hapa. Tutaweka max random tu labda hivyo, ili tupate kitu ambacho tunataka tujifunze. Hapa D ipo, C ipo, B yes, B ipo. Sasa hizi ni max. Sasa hapa tutatafuta grade zake hapa. Grade zake ile tunasema tutatumia hii if formula hii. Tutatumia if formula hapa, ikiwa kubwa au sawa sana 75 hapa hivyo. Wewe tuone kwanza tuletea majibu hapa, tumekosea hapa. Hapa sawa hapo. Kwa sasa tukifanya hapa sisi tutakopi tu hii. Tutakopi formula yetu hapa ili twende tufanye vitu chap yani. Tutakuja tutapaste hapa. Tutapaste tena A B C D. Hapo tutamalizia F hapa. Tumalizie F. Kwa hapa tunasema hii itakuwa ni 65. 65 itakuwa B, 45 itakuwa C. Hapa sasa itakuwa ni 30 sasa. Hapa itakuwa D, afu the rest hii iliyobaki hapa itakuwa F. Hapa sehemu tumekosea hapo. Hapa kuna hiki hapo ilikuwa tujaifunga, tutaifunga hapo. Kwa hapa tutavuta tu sisi kwenda huku kulia huku mpaka masomo yetu haya tuyamalize hayo. Hapa ndo mwisho. Sasa hii napo hapa tutapunguza nini? Tutapunguza hii format yake hapa mpaka format na size hapa tuweke 3. Sasa hapa hizi tuna grade hapa. Sasa ili tutafute GPA ya mwanafunzi, maana yake tutabidi tutatumia formula hii ambayo inaosema kwamba let's say student GPA, tutasema sisi itakuwa ni sawa na kuchukua ile jumla ya A tutazidisha mara 1, B mara 2 hiyo, alafu tutakuja tutagawanya na number of student, namba ya wanafunzi wote hiyo. Lakini pia tunaweza tukasema tu tunaweza tukatafuta kulingana na jumla ya nini, jumla ya marks zake zote alizopata, yani hizi pointi zake tutaganya kwa pointi. Haya, mfano sasa hapa
tutafute jumla. A zilikuwa ngapi, B zilikuwa ngapi, A, B, C, D, F. Tutafute tu kwa hapa, tutasema ile formula inaitwa count. Tutakaunti kutokea hapa mpaka hapa. Hii tunasema ile ni count if, ile count if. Tukauntie hapa A, tukauntie hapa A zapatikana zipo 3. Kwa hapa sisi tutaifunga kwa sababu tukisipo kwenda huku itatuletea vitu ambavyo sivyo. Kuna bidii tuifunge kwa sababu yenyewe ni proportion ni ile ile. Kwa tutatafuta mpaka hapa. Itatuonyesha sasa hapa tutakuwa tunabadilisha tu. Hapa tunaweka B ipo 1. Hapa tutaweka C, hapa tutaweka D. Lakini kama lako kwanza kufuatia channel yetu hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Tutaweka D hapa, alafu hapo tutamalizia F. Kwa F zipo 2, D hamna. Kwa maana yake tuache tu hivyo, hakuna shida yoyote. Kwa hapa hizi tutapunguza hapa, tutaweka 2. Hiyo tupunguze hapa, tuweke 2. Sasa hapa tutatafuta total ya hizo pointi hizo. Tutaangalia hapa kuna formula tu nyingi. Tutafuta total za hizo pointi, tutasema iko, tutaweka sum hapa. Tutavuta mpaka tutapata ni 8. Sasa hapa tunakuja kutafuta sasa GPA ya mwanafunzi. Haya. Hapa juu hapa tuje tutafute GPA yake kwa njia ya kutumia hizi pointi kwa kugawanya na jumla na jumla ya pointi ya mwanafunzi. Kwa hapo tutakuja tunasema tutaweka kwa nikuze hapa ili ionekane formula hii. Tutaweka mabano 3, 1 2 3. Alafu tutagusa hapa. Hiyo ni A thamani yake tukija huku inakuwa ni sawa sana na 1. Kwa hiyo A hii itakuwa ni mara 1 ujumlishe, tunaenda B yenyewe itakuwa ni mara 2 tujumlishe, tutaenda C yenyewe ni mara 3, alafu tutaenda D yenyewe ni ya mara 4, alafu tutamalizia na F yenyewe ni mara 5. Kwa baada hapo tutaweka mabano, tutaweka hii alama ya kugawanya, alafu tutagusa hii toto yetu hapa, basi tuta click hapa. Kuna formula imemisi, ngoja angalie hapa wapi imemisi. Hapa kuna formula sema imemisi. Kwa tunapata GPA yetu ni ngapi? Mwanafunzi amepata ni 2.6. Kwa hiyo ndo njia rahisi ya kutafuta GPA ya mwanafunzi, lakini kuna njia ya pili ambayo unaweza kutumia average A ya hizi zote hizi unaweza ukapata. Sasa kuna tofauti kati ya kutumia average A na kutumia jumla ya kuchukua hizi nani zake hizi zilizopata alama zake uje ugawanye na idadi ya hizi pointi zake ambazo amepata. Lakini njia sahihi ya kutafuta GPA ya mwanafunzi ni kwa kutumia idadi ya wanafunzi wote katika shule nzima, ndio unaweza ukapata GPA ya mwanafunzi. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba
Tafsiri yake ni hii formula kama unavyoiona hapa. Sasa hapa tutagawanya na number of nini? Na number of all student. Sasa wenyewe anasema kwamba ili kupata exact kabisa, kwa utachukua number of all student utagawanyia na ile tunasema hizi grading nini hizi nani zake hizi pointi zake. Lakini hii njia tuliyoitumia hapa maana yake ni inafanya sawa au inafanya kazi sawa na kwenye kutafuta GPA ya somo, GPA ya somo. Sababu GPA ya somo kuipata ni maana yake ni kwamba utachukua tu hizi alafu utakuja utagawanya na nini? Hizi point utakuja utagawanya na idadi ya total ya hizo pointi zote utazigawanya hapo. Hivyo ndo itakuwa njia rahisi ya kutafuta nini? Kutafuta hiyo subject GPA. Kwa kama mara kwanza wafuatia channel yetu, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment. Hii ndio njia rahisi ya kutafuta GPA ya mwanafunzi. Mfano hapa labda wanafunzi wangekuwa let's say wapo 100, maana yake ngegawanya. Sasa kuna utofauti kidogo kwenye kufanya hizi, kwa sababu ukiweka namba, mfano ukisema ugawanyie kwa idadi ya wanafunzi, let's say labda wanafunzi hapo 450 hapa, inakuletea GPA ambayo yafanyaje haipo. Kwa hiyo tunasema njia ile exact kabisa unaweza ukatumia ambayo inaitwa average, lakini ukisema ugawanye kwa number of student inakuletea majibu tofauti. Kwa njia rahisi tuseme ya kutafuta hizi GPA ya mwanafunzi ni kwa kutumia hii average hapa tunaweza kupata GPA ya mwanafunzi. Kama unataka kwanza kufuatia channel yetu, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na ucomment. Video inayofuata tutakuja kuangalia ni jinsi gani ya kutafuta GPA za masomo au tunasema ni subject GPA. Asanteni sana, tutane katika video ijayo.